Ndugu wananchi na ndugu washiriki, kwa kweli ni jambo la fahari na la kuipongeza taasisi ya Al-Hikma Foundation kwa kuiwezesha Tanzania kufikia kiwango cha kuendesha mashindano kama haya kimataifa. Hiki ni kielelezo chengine cha wazi kuwa Tanzania ni nchi salama katika kuendesha mashindano makubwa kama haya, makongamano na hata mikutano ya kimataifa. Mashindano haya ni kielelezo cha kuwepo kwa uhuru wa kuabudu uliomo ndani ya taifa letu. Huu ni ushahidi kuwa nchi yetu inatoa ushirikiano wa kutosha kwa shughuli hizi za dini bila kujali utofauti wa dini au madhehebu yetu. Jambo hili lililoanzishwa na waasisi wa taifa letu lina umuhimu mkubwa katika kujenga umoja, mshikamano pamoja na kuienzi amani na utulivu uliopo. Napenda kuipongeza sana taasisi ya Al-Hikma kwa kuandaa mashindano haya makubwa, bila ya kusahau wadhamini wetu wote waliodhamini na kuunga mkono shughuli hii. Kwa namna ya kipekee, napenda kuwashukuru na kuwapongeza sana wadhamini wakuu Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ kwa kuendelea kuwa kinara wa kudumu katika kuyadhamini mashindano haya kila mwaka. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa washiriki wetu wote wa mashindano haya kwa kazi nzuri walioifanya. Kwa kweli kila mmoja wao ameonyesha umahiri katika kuisoma Qur'an tukufu. Hii inaonyesha wazi ni jinsi gani washiriki wetu hawa walivyochukua jitihada za makusudi katika kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu na kuwa tayari kufuata miongozo ya walimu wao mpaka kuweza kukihifadhi kitabu hiki. Dunia nzima leo imeshuhudia washiriki wetu jinsi wanavyokisoma kwa ustadi na weledi kitabu hiki kitukufu cha Qur'an. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, mashindano haya yamekuja katika kipindi ambacho tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao iliteremshwa ndani yake hii Qur'an. Hivyo basi, ni wasihi Waislamu wenzangu tujitahidi kukisoma kitabu hiki na kukihifadhi, pamoja na kuwashajihisha vijana wetu katika kukihifadhi, kwani kufanya hivyo bila shaka ni mojawapo ya njia ya kukienzi kitabu hiki kitukufu na hatimaye kuweza kupata mashehe na maulama wa baadaye. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, naomba kuwakumbusha kuwa tumo katika 10 la pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo tujitahidi kumuomba msamaha Mola wetu kwa makosa mbalimbali tuliyoyafanya kwa kujua na kwa kutojua. Tusiache utamaduni wetu mwema wa dini yetu ya Kiislamu wa kusaidiana katika mwezi huu mtukufu ili kuwafariji wale wote wenye hali duni ndani ya mwezi mtukufu huu. Kwa mara nyingine, napenda kuipongeza taasisi ya Al-Hikma Foundation kwa huduma zao nzuri wanazozitoa hapa nchini, ikiwemo huduma za kielimu, masuala ya kindoa kama tulivyosikia hapa, na hili la kusimamia na kuandaa mashindano haya makubwa ya Qur'an tukufu duniani kama tunavyoshuhudia kila mwaka. Nichukue nafasi hii kuziomba taasisi za fedha, mashirika ya umma, wafanyabiashara mbalimbali na jamii kwa ujumla kuziunga mkono jitihada za taasisi yetu hii ili izidi kutuletea manufaa na maendeleo kwa vijana wetu na nchi yetu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumewapa nguvu zaidi wenzetu hawa katika kuyafikia malengo yao ya kutekeleza mambo haya ya kheri na kuendeleza harakati zao. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, napenda kumalizia hotuba yangu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufanikisha mashindano haya. Natoa pongezi kwa washiriki wote kwa kazi nzuri waliotuonyesha kwenye mashindano ya mwaka huu. Tunawapongeza wote pamoja na majaji kwa kazi walioifanya. Shukrani za kipekee nazitoa kwa wadhamini wetu wote waliodhamini mashindano haya. Aidha, napenda kuwashukuru ndugu zetu wote wa nchi mbalimbali ambao wamekuja hapa na wale ambao wameshiriki katika mashindano haya, bila ya kuwasahau nyinyi wananchi wote wa Tanzania
mlioshiriki katika mashindano haya. Wakati nilipofika hapa, kabla sijaingia ndani, nimekuta umati mkubwa huko pale nje. Nikawa najiuliza ni nini kimefanya wachelewe kuingia ndani. Kumbe vile uwanja huu mkubwa ulishajaa, uwanja mdogo ule wa pale pembeni umeshajaa, na bado kuna wananchi wamesimama pale nje hawajapata nafasi ya kuingia humu. Hii ni neema kubwa kwetu. Tunaionyesha dunia kwamba kwa kweli tuko mbali katika swala zima la kukienzi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, aidumishe nchi yetu katika amani, na awawezeshe Al-Hikma Foundation kuendeleza jambo hili muhimu sana kwa nchi yetu na kwa dini yetu. Baada ya kusema hayo, na kushukuruni nyote kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa